Mtazamaji wa TBC1, karibu katika kipindi cha Kiswahili Mtaani. Kama ilivyo ada na kama ilivyo kawaida yetu, sisi Kiswahili Mtaani tunakuangazia katika kuhakikisha kwamba tunakwenda kujifunza Kiswahili, namna ambavyo kinavyotumika katika mitaa yetu. Sasa huko mitaani ni namna gani ambavyo tunatumia maneno, na kwa siku hii ya leo tumekuja na muktadha ambao tunakwenda kuangazia katika kipindi hiki cha Januari. Mwaka mpya una mambo mengi. Mwaka uliopita 2025, vipindi vya sikukuu vimepita, pesa zimetumika sana, kama zijatumika sana tumeingiaje 2026. Tunakwenda kuangazia hali za kiuchumi zinakuwa zinafahamika vipi hasa katika kipindi hiki cha Januari, na tutakuwa na wataalamu wetu kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa ambao watakwenda kutupatia tafsiri sahihi ya maneno ambayo tutakwenda kuwasikiliza wananchi na kuwatazama jinsi ambavyo watakuwa wanatuelewa wao wanafahamu vipi na kwa namna gani maneno haya yanavyotumika. Jina langu ni Runa Mabai, endelea kufuatana nami kuanzia mwanzo wa kipindi hiki cha Kiswahili Mtaani mpaka mwisho. Haya, kwa siku hii ya leo ikiwa ni Januari safi kabisa, tunakwenda kuanza na baadhi ya wananchi. Tunakwenda kujua namna gani katika siku hizi za Januari kama hii, mwaka mpya una mambo mengi, huwa kuna changamoto mbalimbali. Sasa tunakwenda kuanza na moja mwananchi aweze kutueleza juu ya tafsiri sahihi ya haya maneno ambayo huwa yanatumika hasa katika masuala mazima ya uchumi wa mtu mmoja mmoja au kikundi cha watu fulani fulani. Habari yako? Salama. Wanakufahamu kama nani na wanakuita nani? Kwa majina naitwa Rehema Ismail Kimati. Kuna maneno haya ambayo huwa yanapenda kutumika hasa katika hichi kipindi cha Januari hii na mwaka mpya. Pia kuna mambo mengi ya masuala ya kiuchumi. Tuna neno fukara, tuna neno ukwasi, pamoja na maneno kama, tukianza na neno ukwasi. Ukwasi ni nini au ni kitu gani? Ukwasi ni hali ya kuwa maskini sana, yani kukosa vitu ambavyo ni muhimu katika maisha yako, kwa mfano chakula, mavazi au makazi. Na tunaposikia fukara, fukara ni nani? Fukara ni yule mtu ambaye ni maskini, asiye na chakula au kipato cha kutosha hivyo. Na tunapokuwa tunasikia neno ukata, ukata ni nini? Ni hali ya kukosa pesa, yani inategemea na siku fulani unaweza kupata hela, siku nyingine huwezi kupata hivyo. Kwa hiyo kwa mfano mimi siku ya leo nikitoka hapa sina hata 100, mimi nitakuwa mtu gani? Sasa kwa hapo ukata hivyo hivyo, ila sio kama utakuwa unakosa leo kesho utopata hivyo. Kesho nao utapata. Haya bwana, huyo ni mkazi wa hapa jijini Dar es Salaam. Twende tukaungane na mwingine tuone yeye anafahamu vipi juu ya tafsiri hii ya maneno. Mimi kwa jina naitwa Mariam Samueli, mkazi wa hapa Dar es Salaam. Mariam, tuna maneno matatu. Tuna neno fukara, ukwasi na ukata. Tukianza na neno fukara. Fukara ni nani au maana yake ni nini? Fukara tunaweza kusema ni yule mtu ambaye hawezi kujikimu kimaisha au hawezi kupata vitu muhimu au vile vitu vitatu muhimu: malezi, mavazi na makazi. Ndio tunaweza tukasema ni fukara. Ila anaweza akapata kimoja hapo, au yani anaweza akakosa kimoja au akapata kimoja, ila ni fukara, hawezi akakosa vyote. Haya bwana, na tunaposikia neno ukata, ukata huu ukoje au ni nani? Maana yake ni ipi? Ukata ni ile hali ya mtu kukosa vyote kabisa, yani yule hana uwezo wa kupata chochote. Kwa hiyo wale ambao huwa tunaona labda wanalala mitaani au tunawahitaji, wale ndio tunaweza tukaweka kwenye hali ya ukata, kwa sababu wanakuwa hawana namna yote ya kuweza kufanya maisha yao yaendelee au waweze kuishi kama tunavyoishi binadamu wengine. Haya bwana, na tunaposikia neno fukara, fukara ni nani au ni nini? Fukara ni yule mtu ambaye ni yule mtu ambaye anapata mahitaji. Yani ni mtu wa hali ya kawaida, sio anavyo sana au sio hana sana, ni mtu wa level ya kawaida. Kwa hiyo huyo ndio anakuwa fukara. Haya bwana, mtazamaji wa TBC1, hii ilikuwa ni Kiswahili Mtaani. Sasa baada ya kusikiliza tafsiri hizo kutoka kwa wananchi, sasa twende tukaungane na mtaalamu kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa aweze kutueleza juu ya tafsiri sahihi ya maneno haya.
tukianza na neno ukwasi, hii ni nini? Tafsiri yake sahihi ikoje? Ukwasi ni neno ambalo limekuwa likitumika, ni maarufu, ni neno ambalo linaelezea hali ya mtu binafsi, asasi, kampuni au nchi, ambalo linaeleza nchi, taasisi ama mtu binafsi ambaye anakuwa na utajiri wa kutosha, utajiri ambao umefurika hasa kiasi kwamba anaweza akawa hana wasiwasi au hana kila ambacho tunakiita kuwa na tabu zile za Januari za kuwa na upungufu wa fedha. Kwa hiyo anakuwa na taasisi au nchi au mtu mwenyewe anakuwa na kipato cha kutosha, anakuwa na wingi wa mali ambazo zinaweza zikajumuisha fedha zenyewe taslimu au mali nyingine zozote ambazo zinamfanya asiwe na hizo tabu na changamoto za ukosefu wa kipato katika kipindi kama hiki. Kwa hiyo wale ambao unasikia kula na nitalipia, hao wako namna gani? Hao ndo hapa wao wanaingia moja kwa moja. Wao wana ukwasi wa kutosha kiasi kwamba anaweza akakuagizia chochote ukala, ukanywa na ukafurahia kwa namna yoyote uwezayo na akaweza kulipia. Haya bwana, tukiachana na ukwasi, neno ukata hili ni nini? Ukata ni neno la Kibantu ambalo limetokana na neno kata. Tunajua maana ya neno kata ni kuishiwa au kupungukiwa na jambo fulani. Sasa neno ukata ni ile hali ya mtu au taasisi au nchi pengine kutokuwa na fedha au mali za kutosha. Yaani unaweza ukawa unafanya shughuli zako za kujiingizia kipato, ile mifumo ya uingizaji pesa ya ufanyaji kazi ili ujipatie kipato inapotoweka, yani inakatika, hapo ndo tunakuita unaingia kwenye kundi la ukata. Kwa hiyo tunaweza tukawa na shughuli zetu mbalimbali. Unaweza ukawa na shughuli yako unafanya kila siku, inapotokea sasa mifumo hiyo ya uingizaji pesa inakatika, inatoweka au inapungua, hapo tunatarajia utaingia kwenye kundi la kuwa na ukata. Haya bwana, na neno lingine ni fukara. Fukara huyu ni nani, ni nini na tafsiri yake ikoje? Fukara ni neno ambalo asili yake ni lugha ya Kiarabu linalotokana na neno fakiri. Huyu ni mtu ambaye anakuwa na umaskini wa kiwango cha juu sana. Ile hali ya mtu kutokuwa na pesa au kuwa na umaskini wa kiwango cha juu, huyu ndo tunamuita fukara. Na wakati mwingine anakuwa hana uwezo wa kupata mahitaji yake ya msingi kama vile chakula, malazi na huduma nyingine mbalimbali za kijamii. Huyu anakuwa katika wakati mgumu sana. Wakati mwingine anaweza asipate hata chakula cha siku au akakosa hata pa kulala. Haya bwana, huyo alikuwa ni mtaalamu Omari, mtaalamu kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa. Sasa baada ya kusikiliza tafsiri hii sahihi, twende moja kwa moja mtaani tukaone baadhi ya wananchi na wakazi wa hapa jijini Dar es Salaam wanafahamu vipi juu ya maneno haya ya Kiswahili, na hii ni Kiswahili Mtaani. Tuna neno kabwera, bwanyenye na beberu. Habari? Salama. Wanakufahamu nani na wanakuita nani? Naitwa Benida Joseph. Mkazi wa wapi? Nakaa Kijitonyama. Haya, kuna maneno matatu ya Kiswahili. Tuna neno kabwera. Kabwera ni nani na anafahamika vipi? Kwa ufahamu wangu mimi, kabwera ni mtu anayependa, yani mtu mkubwa na jasiri. Hivyo. Na unaposikia neno beberu, beberu ni nani? Beberu ni mtu labda mwenye mamlaka hivyo. Yeah. Mtu mwenye mamlaka kama yupo, kwa mfano tunaweza tukachukulia kama wapi? Sasa kwa mimi hapa hivi naweza nikaenda nikamia upande wa historia. Maana tulifundishwa kama beberu ni mtu ambaye anaweza kumtawala mtu, yani ana nguvu na kutawala mtu mwingine au nchi nyingine hivyo. Na unaposikia neno bwanyenye, bwanyenye tafsiri yake sahihi ni ipi? Au ni nani? Au ni kitu gani? Kwa ufahamu wangu mimi, bwanyenye ni mtu ambaye anapenda starehe, yani anapenda kutumia vitu vyake sana kwenye starehe, mfano pombe hivyo. Yani kwa hiyo kwa mfano na mimi siku ya leo nikitoka hapa nikaenda kujirusha kwenye labda mkutano fulani hivi au kuna tamasha fulani, naweza likatambulika kama bwanyenye? Yani ni mtu anapenda kufanya starehe hasa kwenye pombe.
Haya bwana, huyo alikuwa ni mkazi wa hapa Kijitonyama akitueleza juu ya tafsiri sahihi ya maneno haya. Sasa twende tukaungane na mwananchi mwingine tuone yeye anafahamu vipi juu ya maneno haya. Kabwela ni yule mtu ambaye hana uwezo wa kuweza kuafford zile basic needs. Yaani mtu ambaye hana uwezo wa kuweza kumiliki au kuweza kupata yale mahitaji yake ambayo anatumia kila siku. Na ukija kwenye upande wa Banyenye ni yule mtu ambaye ni tajiri, ana mali sana, yani ana uwezo wa kuafford kila kitu ambacho anakihitaji kwenye maisha yake ya kila siku. Na Bebelu ni yule mtu ambaye anatumia nguvu kuweza kuown mtu, au anatumia, yani ni yule mtu ambaye anatumia force kuweza kwa treat watu, kwa own watu. Kwa hiyo kwa mfano kama mimi hapa nikiweza kumiliki mtaa mzima huu au kijiji kizima, nitakuwa nani? Kwa hapo unakopo ni nani? Banyenye. Ila ukitumia nguvu kuown hicho kijiji au mtaa, ukitumia nguvu, yani ile sio kama wanakijiji wamekuappoint kama mtu fulani au kiongozi wetu, ukataka mwenyewe kwa mabavu yako, wewe unakopa ni ubeberu. Haya bwana, hii ni Kiswahili Mtaani, na sasa twende tukamsikilize mtaalamu kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa aweze kutuambia tafsiri sahihi ya maneno haya. Tukianza na Kabwela. Kabwela ni nani? Kabwela ni mtu ambaye anajishughulisha na kazi za kumpatia kipato, na huyu anamwona kama ni mtu wa kawaida tu ambaye maisha yake ni ya kawaida. Anajishughulisha na kazi ambazo zinampatia yeye chakula, zinampatia kuishi. Kwa hiyo ni mtu wa kawaida, na hili neno limetokana na asili ya hapa Tanzania. Na maana yake ni nini? Kwa sababu kwenye Kiswahili kuna maneno mengine yana asili kutoka katika mataifa mengine. Sasa hili Kabwela limekuja na neno ubwela, kurudi. Yani kurudi huko ambako tunazungumzia ni ile kama mtu alikuwa ni tajiri sana, anaweza kujirudisha chini kidogo, aishi na watu wengine vizuri. Sasa hapa ilichukua historia kidogo, lakini nisichukue muda mrefu kusema historia, lakini kwenye upande wa siasa za ujamaa ziliwafanya watu wote wakae kawaida, wafanye kazi za kawaida. Sasa wale wakajiona kama wamerudisha vitu vyao, wamekaa wote pamoja, vyote vinakuwa ni vya shirika. Naona sasa wakawa wanaishi maisha ya kawaida. Kazi wanazifanya kwa pamoja, lakini wanaishi kwa maisha ya kawaida. Sasa Kabwela sasa kwa baadaye ilikuja kuchukua nafasi ya kuwa ni mtu mwenye maisha ya kawaida tu, ya hali ya kawaida, anayojishughulisha na shughuli mbalimbali ambazo zinampatia kipato. Haya bwana, baada ya Kabwela tuna neno Bwanyenye. Bwanyenye ni nini? Bwanyenye hili ni neno ambalo linarejelea mtu ambaye ni tajiri, lakini anaweza kawa pata utajiri wake kutokana na kurithi, lakini anaweza kawa ni tajiri utajiri huyu huishi mjini. Huyu Bwanyenye ni mtu ambaye ana pesa nyingi, lakini pia na mali tu nyingine ambazo kawa sio hata pesa, zikawa ni mashamba na maeneo makubwa. Huyu ni Bwanyenye. Na Bwanyenye linaendelea kuchukua pia, linarudisha kwenye historia kidogo, ambalo bado linatupa kukumbuka kipindi cha ukoloni. Kulikuwa na watu walikuwa wakiishi maisha ya kifahari, maisha yenye anasa. Yaani Bwanyenye na anasa uwezo ukamtoa kwenye anasa. Kwa hiyo ni mtu ana pesa nyingi, ana mali nyingi, lakini pia anazitumia kwa anasa. Ni mtu ambaye anamiliki vitu vingi sana kuliko watu wengine katika jamii. Kwa hiyo hata sasa hivi hili neno bado linatumia ile maana tu, kwamba mtu akiwa ni Bwanyenye ujue huyu mtu ni tajiri. Na neno lenyewe Bwanyenye unaona kama mtu nene hivi limetulia tu sehemu kula tu maisha. Kwa hiyo hata hii Januari unayoisema kwa Bwanyenye, bwana we, anasa haikatiki, ni kama chemichemi yenye mito ile ambayo kila saa inatoa maji. Kwa hiyo Bwanyenye ni mtu wa namna hiyo. Anaweza kawa yeye karithi utajiri, lakini pia anaweza kutafuta mwenyewe. Lakini ni mtu ambaye
Saa nyingine kama ukilisema kama unataka kulinganisha kati ya mtu mwenye maisha mazuri na mtu mwenye maisha mabovu. Sasa bwanyenye yeye anakuwa ni yule mtu ambaye ametulia tu, lakini pesa yake inazungumza zaidi au mali yake inazungumza zaidi. Haya, tukiachana na hilo, tuna beberu. Huyu beberu anakuwa ni mtu gani au ni nini? Tafsiri yake ikoje? Beberu kwanza kwenye huu msimu wa sikukuu ulivyosema beberu, nikakumbuka kwamba kipindi cha tunamfahamu yule mbuzi dume beberu. Sasa nafikiri beberu yule yeye ndiye alileta kupata beberu hili jingine ambalo maana yake inawezekana tofauti. Beberu imekuja kipindi pia cha ukoloni ambapo mazingira yake yanafananisha mbuzi beberu mwenyewe na hali fulani za watu, hali za maisha ya watu, kwamba beberu ana uwezo wa kutawala zizi moja akatoka akaenda zizi jingine, na pia ana ukorofi na ana harufu fulani hivi inawafikia watu, inawafikia mbuzi wengine kwa nguvu sana. Kwa hiyo ni kama ni mtawala ambaye pia anatumia nguvu na mabavu, anaweza kamiliki vitu zaidi hata ya jinsi ambavyo unaweza kuhesabu, kwamba beberu anaweza kawa na, yani katika lile zizi lote au kundi zima la mbuzi, yeye ndio kidume, yani wote wanaweza kama mali yake. Naona. Kwa hiyo beberu ilikuja kuchukua nafasi ya mataifa yale makubwa ambayo yana uchumi mkubwa, yalikuwa na uwezo wa kumiliki Afrika, kamiliki na maeneo mengine. Yaani inajichukulia tu, inaamua tu, yani nchi fulani yenye ukubwa wa kiuchumi na nguvu inaweza kuwa hata ni ya kijeshi, lakini inakuja inaingia katika katika nchi zingine ambazo zinaonekana ni nchi ambazo zina unyonge kidogo. Kwa hiyo nilikuja pia kuchukua nafasi ya mtu sasa ambaye ni tajiri sana, lakini ambaye maisha yake kama ya kunyanyasa watu. Anaweza kawa na utajiri wake lakini ananyanyasa watu wengine. Ni tajiri lakini ananyanyasa wengine, au amepata ustajiri ule kwa kuwakandamiza watu wengine. Kwa hiyo beberu imechukua na nafasi kama hiyo hapo. Haya, hii ni Januari kama ilivyo kawaida. Wewe kiuchumi sasa, twende ukatueleze. Wewe upo katika hali gani katika hizi tatu? Bado unanitafuta? Bado nakusaka? Ninaomba nitafakari hili swali. Haya bwana, baada ya kusikiliza tafsiri sahihi kutoka kwa mtaalamu wa Baraza la Kiswahili la Taifa, Emmanuel Kusanja, sasa twende tukaungane na wananchi wengine waweze kutueleza juu ya tafsiri mbalimbali ya maneno haya Kiswahili, hasa katika kipindi hiki cha Januari. Hali za kiuchumi zipoje? Sasa tunaenda kuungana na mmoja mwananchi ambaye nimekutana naye hapa. Atakwenda kutueleza juu ya tafsiri sahihi katika kipindi hichi cha Januari ambacho huwa kina mambo mengi sana, hasa katika masuala mazima yale ya uchumi. Habari yako? Salama. Wanakuita nani, wanakufahamu kama nani na mkazi wapi? Naitwa Maria Cyprian Mpoto, mkazi wa Kijitonyama. Nasoma chuo cha ustawi. Kuna hili neno la mlalahoi. Huyu mlalahoi ni nani? Kwa ninavyoelewa mimi, mlalahoi ni yule mtu ambaye yani hana hela, hana kipato, anaweza akalala hata bila chakula sometimes, yani bila, yani anaweza akategemea kwa ana hata cha kuanzia, analala ili kesho itajulikana itakapokuwa. Yani kesho itakapokuwa ndio hivyo hivyo. Yani kama hivyo ndo ninavyoelewa mimi. Na unaposikia neno lofa, lofa huyu ni nani au ni nini? Kwa lofa ni yule mtu ambaye yani kwanza wanakuwa hana akili, yani mzito kufikiria, yani yupo yani hivyo. Yani mtu ambaye yani unaweza ukamwambia kitu yani amekaa tu hivi, amedua, yani kitu kama hicho kwa ninavyoelewa mimi. Na unaposikia ohehahe ni nini? Ohehahe ni yule mtu ambaye kipato chake ni mtu ambaye yani sana tunaweza tukasema maskini, hana kipato maalum, hajui ni jinsi gani ataweza kujikimu mwenyewe kimaisha, jinsi gani ataweza kuishi mwenyewe, yani yupo, yani ana mbele na nyuma, hana msimamo, hivyo yani yupo hivyo. Haya, asante sana. Sasa baada ya kusikiliza tafsiri kutoka kwa mkazi huyu wa Kijitonyama, sasa twende tukaungane na mwingine aweze kutueleza juu ya tafsiri sahihi ya maneno haya. Jina langu ni Swila Benjamin Swila, mkazi wa Kinondoni. Mkazi wa Kinondoni. Swila,
Tuna maneno matatu katika Kiswahili mtaani. Katika kipindi hichi cha Januari hii na mwaka ukiwa mpya hivi, huwa kuna mambo mengi. Neno mlalahoi inatafsirika vipi? Mlalahoi kwa upande wangu ni mtu ambaye hana kipato, ni mtu mwenye kipato, hana fedha, ni mtu mwenye niseme hana kipato chochote, hana rasilimali au hana fedha ambayo inaweza kumsaidia kujikimu. Ni mtu ambaye mazingira yake, rasilimali iwe fedha hana. Kwa ujumla ni mtu ambaye hana chochote. Mlalahoi. Haya, na tunaposema lofa ni mtu gani? Lofa kwa upande wangu, lofa ni mtu ambaye ni mzembe, mtu ambaye hana malengo ya kutimiza au kufanya kazi yoyote. Ni mtu mzembe, unaweza ukampa kazi na asifanye. Mtu ambaye amekaa goigoi, ndo tunamuita lofa. Ni mtu ambaye hana malengo yote katika maisha yake, aidha kiuchumi, kimaendeleo, hana mwelekeo wote, ndo lofa. Haya bwana, na tunaposikia neno hohehahe ni nini? Hohehahe kwa upande wangu ni mtu ambaye hana kipato kabisa, maisha yake ni ya chini sana, hawezi hata kukidhi mahitaji yake ya msingi kama kupata chakula, malazi, kupata mavazi, ndo hohehahe. Na tunapoelekea sasa katika hiki kipindi cha Januari, kina mambo mengi, wanafunzi ada, wazazi kutafuta hela za watoto na nini. Unadhani neno gani linamstahili mtu ambaye atakosa katika hivi vitu? Kwa ambaye atakosa vyote hivi, niseme ni mtu vyote kabisa kakosa, ni hohehahe. Kwa sababu hohehahe kama nilivyoelezea mwanzo, hawezi hata kujikimu mahitaji yake ya msingi. Pia hata neno lofa, kwa sababu mtu huwezi ukawa na akili timamu za kutafuta mahitaji yako ya msingi alafu usiweze kutimiza mahitaji yako ya msingi. Na pia na neno lile ambalo leo lilosema la kwanza, pia na yenyewe inaweza kumfaa pia mtu ambaye hatimizi mahitaji yake ya msingi. Ule wakati umewadia wa kupata tafsiri sahihi kutoka kwa mtaalamu wetu wa kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, ambaye atakwenda kutueleza juu ya tafsiri sahihi ya maneno ambayo wakazi wa hapa jijini Dar es Salaam wameweza kutupatia. Haya bwana, mtaalamu Omari. Naam. Tumerejea tena. Karibu. Kwako kama mtaalamu, tukianza na mlalahoi. Naam. Hii limekaje? Mlalahoi ni mtu anayefanya shughuli zake za mara kwa mara za kila siku, lakini katika mazingira magumu ambayo yanamfanya pambane sana kujipatia riziki yake ya siku, ambayo pengine inaweza kukidhi mahitaji yake ya siku hiyo au pengine siweze kufanikiwa kabisa kukidhi. Anafanya shughuli zake ngumu sana za kujitafutia kipato, lakini anapata kipato kidogo sana kiasi kwamba baada ya shughuli zile ngumu za siku anaenda kulala akiwa katika hali taabani, hali ngumu, hali hoi, na ndo tukapata neno hilo la mlalahoi. Kwa hivyo ni mtu ambaye anafanya shughuli za kutafuta kipato, lakini katika mazingira magumu. Pengine ukienda kule bandarini, kuna watu wanaitwa makuli, unabeba mizigo mizito, lakini kipato chako ni kiduchu sana, unapata ujira kiduchu ambao pengine hauwezi ukakidhi mahitaji yako hata ya siku moja, na matokeo yake unaweza ukatumia kipato hicho na kisikutosheleze, na unajikuta ukiwa hoi bin taabani, na unaenda kujikuta umelala usingizi mgumu mno, na ndio hapo tukapata neno mlalahoi. Haya bwana, tukiachana na mlalahoi, tuna huyu lofa. Sijui ni huyu au sijui ni hili neno. Tuna lofa. Lofa ni mtu au ni kitu au ni nini? Tukizungumzia kwa upande wa neno kama neno, tutasema ni hili neno, lakini kama tutakuwa tunamrejelea mtu mwenyewe ambaye ni lofa, tutasema ni huyu lofa. Sasa neno lofa lina historia na mzizi mrefu. Ni neno la tumelikopa kutoka katika lugha ya Kiingereza ambayo ni neno lofa. Sasa wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili walivyoshindwa kutamka neno lofa, wakajikuta wanatamka neno lofa ambalo lina tafsiri au linamaanisha mtu ambaye ana kipato kidogo, ana hali ngumu ya kimaisha, kipato chake kinakuwa kidogo na shughuli zake zinakuwa ni za kuganga njaa. Kwa hiyo anapambana huku na kule, na wakati mwingine hana shughuli maalum ya kufanya.
anafanya kazi zake hapa na pale, huku na kule, anahangaika na kujikuta katika mazingira ambayo watu wengine wanamuona tu ni mtu mzururaji asiye na kazi maalum, ndo hapo wanamuita lofa. Wakati fulani katika siasa neno hili lilipata matumizi mazito makubwa. Wakati fulani kipindi cha mwaka 2015 baadhi ya wanasiasa waliwaita baadhi ya watu ni malofa kwa sababu tu walikuwa wanafanya shughuli zao pengine za kisiasa bila kuelewa pengine wanachokitaka hasa ni kitu gani. Sasa mtu huyu naye wakati mwingine hutafuta mali bila kujua hasa kitu anachokitafuta atakipata wapi, kazi yake maalum hasa ni ipi, ndio maana huitwa lofa. Kwa hiyo hapa ndo tunakuja wale watu wa chochote kitu. Chochote kitu kitakachopatikana mbele yake ni halali yake. Kwa hiyo malofa wapo wengi mjini. Haya bwana, na kabla ya hilo tumepata tafsiri juu ya neno ya hohehahe. Hohehahe hii ni nini? Hohehahe ni mtu ambaye ana kiwango kikubwa cha umaskini. Wakati mwingine hana msaada wowote wa kumsaidia katika maisha yake, hana ndugu, hana jamaa, hana mali, yupo mwenyewe kama mwenyewe mjini, anapambana peke yake. Kwa hiyo upatikanaji wake wa msaada ni mgumu sana. Hana hata sehemu kwa ndugu au jamaa ambaye anaweza akakopa au akaomba msaada ili aweze kujikidhi katika maisha yake. Kwa hiyo ni mtu ambaye yupo, ni maskini wa kutupwa, ambaye yuko kazama hasa kwenye umaskini ambao haoni popote ambapo anaweza kupata msaada. Haya bwana, shukrani sana mtaalamu Omari, mtaalamu kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa. Karibu sana. Asante sana. Hii ilikuwa ni Kiswahili Mtaani. Ngoja na mimi nijisogeze taratibu, niendelee kusaka na kutafuta kipato ili na mimi nisiweze kuwa mlalahoi wala hohehahe. Bye bye.